licha ya serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya vituo vya afya hasa maeneo ya vijijini, lakini bado kumekuwa na malalamiko kwa watoa huduma kwenye maeneo yao, ambapo katika kituo cha afya cha Karema wananchi wamelalamikia huduma mbovu ambazo zinatolewa katika kituo cha afya hicho na kusababisha kutokea kwa kifo cha mama mjamzito mmoja. Anza kupiga kelele, nesi, naomba unisaidie. Nikamkimbilia nesi. Nilipomkimbilia nesi aliyotupokea, akasema nesi, mgonjwa wako anakuita kule. Akasema huyo nimeshampima, bado yuko mbali, achana naye. Nikamwambia hivi, huyu ni zao la kwanza, twende ukamwangalie. Naweza kusema yuko mbali, kumbe huu muda ambao tumekaa umekuwa mrefu, saa zingine hali inataka kubadilika. Akasema achana naye huyo. Kwa kweli hakuja tena yule nesi, akaendelea kukaa kule anachati na simu. Kuna baadhi ya wahudumu wanajisikia, yaani ufanyaji kao wa kazi, wanahitaji wengine pesa ili kurahisisha huduma. Nadhani hata yaani tukisema tukuzungumzia kifo cha ndugu yetu, uzembe ulitumika. Kufuatia kwa tukio hilo, ikaundwa timu ambayo imeenda kuchunguza katika kituo cha afya cha Karema na kubaini uzembe wa watoa huduma wa kituo hicho pia imechangia katika kupoteza uhai wa mama huyo. Utaje kabisa kwamba uzembe kwenye maeneo gani. Usipotaja mimi nitakutajia, wala msinizungusha. Sawa. Uzembe ni kuchukua hatua mapema kuhusu yule mgonjwa, sababu yule mgonjwa alikuwa sio lengo yao. Na nitataka maelezo ya kina, sio ya uongo. Kwa nini ambulance haikuweza kutoa huduma? Nataka hiyo, kwamba umeme umekatika, kwa nini tumeng'ang'ana kufanya uzembe? Kwa nini generator ilikuwa ifanyi kazi kuhudumia? Tunataka tupate ripoti yako kwamba nini mkurugenzi umechukua hatua. Kama timu imekuja jana, nataka tupate taarifa kwamba mmefanya nini. Kwa watoa huduma wilayani Tanganyika katika vituo vya afya wametakiwa kuhakikisha wagonjwa wanapofika wanatibiwa kwa wakati. Mwanaidi Waziri FM.